Naam, nina imani ya kwamba sijachelewa sana kuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yale ambayo yanaendelea kujiri mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hivyo nakaribisha mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya siku ya leo, ikiwa ni tarehe 16 mwezi Februari mwaka wa 2026. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho tunakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yale ambayo yanaendelea kujiri mashariki mwa DRC, jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini. Jina langu ni Ramsehi Ramadhani, na kusiku na nami sambamba upate kufahamu yote ambayo yanaendelea kuripotiwa kwenye uwanja wa mapambano huko jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini. Kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Na bila shaka natumai kwamba utakuwa salamu salimini popote uliko, na moja kwa moja tufungue kurasa wetu wa habari na habari kutoka uko tarafani Fizi ndani ya sekta ya Lulenge, ambako mapigano makali yameripotiwa katika nyanza za juu za tarafani Fizi mkoani Kivu Kusini, hususan katika sekta ya Lulenge. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, muungano unaojiita Muungano wa Wazalendo kwa Ulinzi wa Kongo unaofahamika kama CPDC-ADC umetangaza hali ya mapigano yanayoendelea katika eneo hilo. Muungano huo unaongozwa kijeshi na Generali Media Yeremia Kamugoko. Katika taarifa yao wamesema wanapenda kujulisha umma wa kitaifa na kimataifa kuwa tangu jana saa 12 asubuhi kumekuwa na mapigano mazito katika kijiji cha Kawera, Ruhemba, Mbogamo pamoja na kijiji cha Rimishashu. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mapigano hayo yanadaiwa kuhusishwa na vijana wa kizalendo ambao wanaongozwa na General Medi dhidi ya vikosi vya AFC M23 ambao wanatumika sambamba na wahasi wa Ngomino Turaneo pamoja na Redi Tabar. Muungano huo umeeleza kuwa katika mashambulizi hayo wapiganaji wao walifanya kile walichokiita operation kali iliyowalazimisha adui kutawanyika na kukimbia kutoka katika maeneo hayo. Hata hivyo, madai hayo hayawezi kuthibitishwa kwa njia huru kutoka kwa vyanzo visivyoegemea upande wowote. Aidha, katika taarifa yao wameomba uongozi wa juu kuwapa msaada na kuwaunga mkono kijeshi ili waweze kufikia lengo lao ambalo wanataja kuwa ni kurejesha maeneo yanayodaiwa yako chini ya udhibiti wa Rwanda kupitia kundi la M23. Wanasema tathmini kamili ya hasara na idadi ya majeruhi au waliopoteza maisha itatolewa katika taarifa zao ambazo zinakuja baadaye. Hali ya usalama katika maeneo ya nyanza za juu ya tarafani Fizi imekuwa tete kwa muda mrefu, huku mapigano kati ya makundi yenye silaha na vikosi vya serikali yakiathiri kwa kiasi kikubwa maisha ya raia. Wananchi wengi wamelazimika kuyahama makazi yao, huku wakikabiliwa na changamoto za chakula, malazi na huduma za kiafya. Wito unaendelea kutolewa kwa pande zote zinazohusika kuzingatia sheria za kimataifa za haki za kibinadamu, kulinda raia wasio na hatia na kufuata suluhu ya amani ili kuzuia ongezeko la mateso kwa wananchi. Na tukisalia tu huko kwenye milima mirefu ya tarafani Fizi, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, ni kwamba taarifa ya dharura imetolewa na Jenerali William Amuri Yakutumba kwa vikundi vya wazalendo, akitoa msimamo mkali na usio na utata kuhusu mwenendo operesheni za mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Katika ujumbe wake, Jenerali William Amuri Yakutumba amesisitiza wazi kuwa jukumu lao kuu ni kupambana na makundi yenye silaha kama vile M23, Ngomino Turaneo na vikosi vyote ambavyo viko kinyume na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Amesema msimamo huo hauna mjadala wala tafsiri nyingine. Lengo ni makundi ya wahasi na wale wanaounga mkono, ila sio raia wa kawaida. Jenerali huyo ametoa onyo kali kwamba yeyote atakayethubutu kuzuru raia wa jamii ya Kinyarwanda ambao wanapatikana huko Minembwe au raia wengine yeyote atakuwa amekosea moja kwa moja Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi. Amesisitiza kuwa serikali haitovumilia vitendo vya uhalifu wa haki za kibinadamu, ubaguzi au mashambulizi dhidi ya wananchi wasio na hatia. Kwa mujibu wa kauli yake,
hatua kali na za haraka zitachukuliwa dhidi ya yeyote atakayekiuka agizo hilo, ikiwa ni pamoja na kufikishwa katika gereza la Ndolo bila kusita. Aidha, amekumbusha wapiganaji wote kuwa vita vinavyoendelea si vita dhidi ya makabila au jamii fulani, bali ni mapambano dhidi ya makundi yenye silaha yanayohatarisha usalama wa taifa na mshikamano wa kitaifa. Amesema ni muhimu kwa wapiganaji kuonesha nidhamu, uwajibikaji na kuheshimu sheria za vita pamoja na haki za kiraia. Katika hatua nyingine, Rais Felix Tshisekedi anaendelea kuweka msisitizo mpya katika uongozi wa kijeshi na usalama wa kitaifa, akisisitiza nidhamu kali, uwajibikaji wa makamanda na wanajeshi pamoja na ulinzi madhubuti wa raia wote bila ubaguzi wa kabila, dini au eneo walikotoka. Serikali imeweka wazi kuwa ulinzi wa raia ni kipaumbele cha juu na kwamba vita dhidi ya makundi ya wahasi haviwezi na havipaswi kugeuka kuwa chanzo cha mateso kwa wananchi wasio na hatia. Kwa ujumla, ujumbe huu umetumwa kama onyo kali kwa wale wote wanaweza kuchanganya mapigano ya kijeshi na chuki za kijamii. Uongozi wa taifa unasisitiza kuwa mshikamano wa kitaifa, amani na ulinzi wa maisha ya raia ni nguzo kuu katika kipindi hiki cha changamoto za kiusalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Uvira. Gavana wa jimbo la Kivu Kusini, Profesa Jean-Jacques Purusi Sadiki, amelaani vikali tukio la uporaji wa lami lililotokea tarehe 15 Februari mwaka wa 2026 katika eneo la Mudaka wilayani Kabare, tukio linalodaiwa kufanywa na wapiganaji wa AFC M23. Kupitia taarifa rasmi iliyotolewa na kitengo cha mawasiliano cha gavana, imeelezwa kuwa wahasi hao walichukua vifaa vya ujenzi vilivyokuwa vikihifadhiwa katika eneo la washirika wa Kichina. Vifaa hivyo vilikuwa vikitengwa kwa ajili ya ukarabati wa barabara ya Chivanga na Bunyakiri pamoja na kipande cha barabara cha Amsare UCB Kalembo ambavyo vilikuwa vinaendelea kufanyiwa kazi. Taarifa hiyo imesisitiza kuwa miundombinu hiyo ilipatikana baada ya juhudi za muda mrefu za maombi na utetezi uliofanywa kwa Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Mheshimiwa Felix Tshisekedi, ambaye alijibu kwa kuzingatia mahitaji ya wananchi wa jimboni Kivu Kusini. Gavana ameonyesha masikitiko yake kwamba tukio hilo jipya la uporaji lilifuatia wizi mwingine wa lami iliyokuwa imetengwa kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya nambari 5 katika eneo la Uvira. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, matukio hayo yameonyesha wazi kuwepo kwa mkakati wa makusudi wa kuvunja miradi ya ukarabataji wa barabara katika jimbo la Kivu Kusini. Aidha, waraka huo umelaani vikali vitendo vya ukatili ambavyo vinaripotiwa kufanywa dhidi ya raia. Imeelezwa kuwa eneo lililokuwa linahifadhi washirika wa Kichina limegeuzwa kuwa sehemu ya mateso, mahali pa kizuizi ambako raia wasio na hatia wanadaiwa kufungwa, kuteswa na kunyanyaswa. Mwisho wa taarifa hiyo umetoa wito wa kuimarishwa kwa usalama na kuharakishwa kwa maendeleo ya jimbo hilo. Inanukuliwa kuwa vitendo vya mara kwa mara vya uasi vimekwamisha maendeleo ya jimbo ya Kivu Kusini, vinaharibu matumaini ya ujenzi upya na kuweka wananchi katika hali ya ukosefu wa usalama na umaskini. Uongozi wa jimbo ya Kivu Kusini umeeleza kuwa jimbo hilo haliwezi kuendelea kubaki mateka wa uasi wenye kuharibu mustakabali wa wananchi wake. Wananchi, kwa mujibu wa taarifa hiyo, wanastahili amani, usalama na haki za maendeleo endelevu. Na sasa tujielekeze huko jimboni Kivu Kaskazini ambako zaidi ya familia 7,000 zilizokimbia makazi yao kutoka eneo la Pwito katika wilayani Rutshuru zinaishi kwa wiki kadhaa sasa katika hali mbaya ya kibinadamu ndani ya grupmenti ya Kanyabayonga wilayani Lubero mkoani Kivu Kaskazini. Akizungumza kwa njia ya simu Jumamosi tarehe 14 Februari mwaka wa 2026, Bwana Clovis Kambale Rufani anayehusika na masuala ya ulinzi ndani ya shirika lisilo la serikali la Solidarité Communautaire de Lutte contre le Tribalisme ametoa wito wa haraka
kwa wahusika, wadau wa kibinadamu kuingilia kati ili kuokoa maisha ya familia hizo. Amesema, tunawaomba wenye mamlaka wachukue hatua haraka iwezekanavyo. Napenda pia kuwakumbusha washirika wetu wa shirika la Concern Worldwide ambalo limekuwa tayari na mradi tangu tarehe 5 Novemba katika eneo la Kangiala, Miringi na Lusoga warejee kusaidia wananchi hawa kwa sababu hali ya usalama katika maeneo yanapatikana ni hatari zaidi. Mwanaharakati huyo wa asisi za kiraia amesema tayari ametuma taarifa za tahadhari mara 4 kuhusu hali ya kibinadamu katika eneo hilo, lakini hadi sasa hakuna hatua yoyote ambayo imechukuliwa. Amefafanua kuwa mateso ya wananchi yamefikia kiwango cha hatari zaidi, hasa kwa sababu wakimbizi hao wa ndani wamezuiwa kufika kwenye mashamba yao ambayo ndiyo chanzo kikuu cha chakula na kipato chao. Mapigano kati ya AFC M23 na makundi ya kujilinda ya wazalendo yamesababisha wimbi kubwa la watu kuyahama makazi yao. Hali hiyo imepelekea msongamano mkubwa wa watu katika maeneo ya Kikuku, Kiagala, Mirangi, Birundule, Lusoga, Nyanzale na Bwalanda ambako maisha yameendelea kuwa magumu sana. Kwa sasa familia hizo zimekabiliwa na ukosefu wa chakula, malazi duni na changamoto za kiafya, huku wito ukiendelea kutolewa kwa mashirika ya misaada ya kibinadamu kuweza kutoa msaada haraka iwezekanavyo ili kuweza kuokoa familia hizo ambazo zimekimbia machafuko ya kivita katika maeneo yao. Na tutamatisha taarifa hii ya habari kutoka kwa Mudaka ambako taarifa za dharura kutoka mkoani Kivu Kusini zinaeleza kugunduliwa kwa shughuli za uchimbaji wa dhahabu kwa njia ya kienyeji katika eneo la Mudaka. Kwa mujibu wa taarifa hizo, uchimbaji huo unabainika kando ya mto Mushuva, umbali wa chini ya kilomita 1 katika kituo cha biashara cha miti katika bonde la Malalo wilayani Kabare mkoani Kivu Kusini. Wananchi wa eneo hilo wanasema kuwa shughuli hizo za uchimbaji zinafanywa kwa njia ya siri, zikitumia zana rahisi bila miundombinu rasmi wala usimamizi wa kitaalamu. Hali hiyo imeanza kuvutia idadi kubwa ya watu wanaotafuta riziki kupitia madini hayo, jambo lililoweza kuongeza msongamano wa watu katika eneo hilo ndani ya muda mfupi. Wataalamu wa masuala ya mazingira wameonya kuwa uchimbaji wa kienyeji usiodhibitiwa unaweza kusababisha hatari kubwa, ikiwemo uharibifu wa kingo za mto Mushuva, mmomonyoko wa ardhi na uchafuzi wa maji. Maji ya mto huo yametegemewa na wakahaji wa maeneo jirani kwa matumizi ya nyumbani na kilimo, hivyo kuwepo kwa shughuli za uchimbaji kunaanza kuzua hofu ya hatari za kiafya na kimazingira. Aidha, viongozi wa kijamii katika eneo la Mudaka wameeleza kuwa ugunduzi huo wa dhahabu unaweza kuwa fursa ya kiuchumi iwapo utasimamiwa vizuri na mamlaka husika. Hata hivyo, wameonya kuwa bila udhibiti madhubuti, hali hiyo inaweza pia kuleta migogoro ya ardhi, usalama na mivutano kati ya wachimbaji na wakahaji wa asili. Wito umetolewa kwa mamlaka ya ulayani Kabare na mkoa wa Kivu Kusini kufuatilia kwa karibu maendeleo ya tukio hili ili kuhakikisha kuwa sheria za madini, usalama wa wachimbaji na ulinzi wa mazingira vinazingatiwa kikamilifu. Wananchi wanatarajia hatua za haraka zichukuliwe ili kuweka uratibu rasmi wa usimamizi pamoja na kulinda amani na usalama wa eneo hilo, huku wakitambua umuhimu wa rasilimali za madini katika kuchangia maendeleo ya jamii hii. Na mpaka hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za siku ya leo tarehe 16 mwezi wa pili mwaka wa 2026. Nasema shukrani kwako kwa kuwa nasi, shukrani kwa kusambaza habari zetu. Mwisho wa taarifa hii ni mwanzo wa maandalizi ya habari zingine za hapo baadaye, na kusiku katika habari zetu za hapo baadaye. Kwa heri.